Waziri wa Nishati nchini Tanzania Deogratias Ndejembi ameagiza kuundwa kwa timu maalum ikishirikisha vyombo vya ulinzi na usalama ili kufuatilia kwa ukaribu usafirishaji na usambazaji wa mafuta nchini na kuitaka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kushirikiana na EWURA kuhakikisha mafuta yote yanayoingia nchini yanakaguliwa na kusambazwa kwa wakati. Ndejembi ambaye alikuwa akizungumza na vyombo vya habari mjini Dodoma ameonya kwamba serikali haitavumilia vitendo vya kuficha mafuta au kuelekeza shehena kwenye masoko mengine kwa maslahi binafsi. Kwa undani wa habari hii, fuatilia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook na Instagram kwa kulike, kushare na kutoa maoni. Mimi ni Jacqueline Masawe na sasa twende tukamsikilize waziri. Namna ambavyo tumejipanga kama serikali katika kuhakikisha upatikanaji wa mafuta na usalama wake upo vizuri, na kila mmoja wetu amesikia mafuta tuliyokuwa tumeagiza na yale ambayo tuna mikataba nayo ni mafuta ambayo yanatutosheleza kwa kipindi kirefu. Hivyo hatutarajii yale tunayoyaona yakitokea maeneo mengine yakatokea hapa nchini kwetu. Tutahakikisha kwamba wakati wote mafuta yanapatikana. Ikumbukwe kwamba kabla ya vita hii kuanza, bei ya barrel moja ilikuwa ina range $60, $61 hadi $65. Hivi tunavyozungumza leo asubuhi, bei ya barrel moja ya mafuta inakwenda karibia $112 hadi $120. Kwa hiyo utaona ndani ya siku hizi kadhaa za vita bei ya kidunia imedabo, na tunaendelea kuiangalia namna ambavyo bei inaendelea duniani, ili na sisi kama serikali tuendelee kuhakikisha tunaweka mikakati ya kuwa na bei himilivu katika soko letu. Lakini sio hilo tu, tumeona baadhi ya nchi kwamba ziko tayari kulipa bei yoyote. Changamoto iliyopo ni upatikanaji wa bidhaa yenyewe ya mafuta. Kuna maeneo ambayo tumeona tayari upatikanaji wake umekuwa ni mgumu, na upatikanaji umekuwa mgumu kwa sababu wazalishaji wa crude hawawezi kutoa crude ile mafuta ghafi yaende kwenye viwanda vya kusafisha mafuta haya, yani refinery, katika maeneo mbalimbali nchini. Lakini tumeona vile vile refineries zilizokuwepo Middle East, tumeona za ADNOC zikipigwa, tumeona za Aramco na wengineo wakipata changamoto. Kwa hiyo upatikanaji wa bidhaa hii ya mafuta umekuwa ni mgumu kidunia, sio sisi tu Tanzania. Lakini kwa jitihada kubwa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu tumeweza kuhakikisha kwamba tunapata mafuta wakati wote. Sasa nielekeze EWURA kuhakikisha mafuta yote yaliyokuwa hapa nchini, hakuna depo lolote ambalo linaficha mafuta haya kwa kusubiri bei zizidi kupanda duniani. Hakikisheni wakati wote mafuta yanapatikana, kuanzia Dar es Salaam mpaka Kierwa, mafuta yawe yanapatikana wakati wote. Sitarajii kuona watu wakisema hawana mafuta wakati madepo yana mafuta. Tufanye kazi kwa jirani zaidi na wenzetu wa TRA kuhakikisha yale mafuta ambayo yameshapata clearance yanatoka kwa haraka kwenye madepo ili yaweze kuwafikia wananchi. Kwa sababu na yenyewe kuna changamoto, saa zingine utoaji wa mafuta kwenye madepo unakuwa na yenyewe wa taratibu. Kwa tuhakikishe mafuta yanapatikana. PBPA, tuhakikishe kwamba mafuta yote ambayo mmeingia mikataba yanafika hapa nchini, na tusisubiri kwamba yako njiani. Tuhakikishe na tukague kwamba ni meli ipi, ipo wapi, inafika lini. Kwa nini nasema hivi? Nimeangalia mwenendo duniani, kuna meli nyingine zinageuzwa zinapelekwa kwenye masoko ambayo hayana mafuta kwa sababu wanapata faida mara 2 mara 3. Sasa watatuacha sisi kutokuwa na mafuta hapa. Sasa katika hili iundwe timu ya PBPA, EWURA, TPDC na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha tuna track meli hizi kwamba mzigo wote uliodhamiriwa kuja Tanzania unafika Tanzania kwa wakati.
Ni jambo moja kusema meli ziko njiani, lakini ni jambo jingine meli kushusha mafuta haya na kufika. Tuhakikishe mafuta haya yanafika Tanzania. Lakini katika hili sitarajii kuna kampuni yoyote ambayo mmeingia nayo mikataba ya kutuletea mafuta kama taifa italeta taarifa ya force majeure. Sitarajii. Kwanza ninakataa taarifa yoyote ya force majeure. Force majeure ni kushindikana kwa kutekeleza mkataba. Kwa anaweza kama mtu akatokeza akasema mimi nimeshindwa kutekeleza mkataba wangu, akatuweka sisi katika hali mbaya ya upatikanaji wa mafuta. Mikataba ilishaingiwa, hatutarajii wao wasosi mafuta kokote wanakojua yanapatikana. Sisi tunachotaka katika soko letu ni mafuta yafanyaje? Yafike. Lakini vile vile TPDC kuhakikisha kwamba mafuta yote ya miezi ambayo bado hatuna yanafika nchini. Na hii katika hili elekezo nililolitoa, maelekezo niliyotoa kwa PBPA ya hatutokubali force majeure, ina maana na nyinyi kwa ukaribu zaidi, na nyinyi kwenye timu ile ya PBPA mnaingia, EWURA, TPDC na PBPA na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Sasa sitarajii kwamba kule yanakopatikana kwa suppliers, sitarajii kuona kwamba nao wanashindwa kupakia mafuta, ili tuhakikishe wakati wote tuna mafuta ya kutosha hapa nchini. Niwahakikishie Watanzania mafuta tunayo, na serikali itafanya kila liwezekanalo kuhakikisha shughuli ziendelee kama kawaida kwa upatikanaji wa mafuta wa wakati wote. Kwa hiyo kuanzia leo natarajia kuona EWURA mpo barabarani kwenye madepo kuhakikisha hakuna mafuta yanayofichwa, ili watu kusubiria ile speculation ya bei kwamba bei itapanda na kadhalika.